Dakika ni 10 kabla kufika 3 kamili. Mheshimiwa Seneta wa Kaunti wa Makueni Dan Wanzo yupo ndani ya studio, tunamalizia mazungumzo yetu. Of course najua kwamba United Opposition wanaenda kwenye retreat. Ni wiki ama ni nini? Kulikuwa mageuzi kidogo, lakini najua kutakuwa na mkutano wa United Alternative Government waweze kupanga mambo yao. Okay. Hii wiki unajua pile vile tunasukuma kuandikisha kwa chama cha Linda Mwananchi. Maana yake hamna sababu yoyote registrar of political parties amekataa kusajili hizo chama. Wenye chama wanajulikana, wenye kuifanya promotion wanajulikana, na hata kama itawezekana tuende kotini tuchukue kitu inaitwa order of mandamus. Okay. Kwanza kesi imeenda kwa political parties, lakini manake ile jambo ile decision walifanya is an administrative decision. Kwa hivyo unaweza ipeleka kotini ibanduliwe na waelezwe ya kwamba koti inasema hamna sababu yoyote, andikisha hiki. Mheshimiwa Seneta, sakali tu kidogo. As a lawyer, na pia umekuwa kwenye huu mchezo wa siasa umekuwa muda mwingi. Hata kuna wakati ulikuwa unalaumiwa kwamba ulienda na party ya baba wewe na Kalonzo 2007 ukakimbia na the original ODM. Is it the same thing that is happening to Linda Mwananchi? Tulifanya hivi. Tulipokwenda kuandikisha ODM, tukapata tayari imenyakuliwa. Basi tukaandikisha ODM Kenya na ikakubalika. Na mkaandikisha Raila, alikuwa anajua? Na wakati tuandikisha mimi nilitumwa na Raila. Wote wabunge pale na Mtula Kilonzo na Nyang'nyong tulikuwa tunafanya kazi pamoja, na Otiende na Kajwang. Tulikuwa tunafanya kazi pamoja, lakini wakati walinituma mimi nilipa pesa yangu. Na nikasukuma chama mpaka chama ikatoka. Basi chama ilipotoka ikawa ni kama sasa nafukuzwa. Lakini kisheria hata tulienda kotini. Before Justice Aluoch nilipelekwa na Otiende na Kajwang kotini. Koti ikasema angalia kwa makaratasi ya Attorney General, angalia mwenye chama ni nani. So wewe ndio kwa hivyo wakaambiwa tuongee. Wewe Mheshimiwa Seneta, wewe ulienda na chama bwana. Wacha hii story bwana. Sasa tulienda mpaka kotini. Wakaambiwa basi tuongee. Mimi nikawaombea, naomba hata niweze kwenda kusimama pale Makueni. Wakasema wako na former PC Kilo. Mimi si candidate. Nikauliza hata nomination, nikaambiwa hiyo hakuna. Wewe weka makaratasi hapa kisha enda zako. Basi mimi nikaenda zako. Ukaenda na chama. Lakini Mheshimiwa Manzo, what happens iwapo njia ya mahakamani haitawaka na njia ya kuregister chama haitawaka? Options za Edwin Sifuna na Linda Mwananchi ni gani? Unajua Sifuna hawezi kosa chama. Chama ni nyingi Kenya ambazo ziko tu hazina mwelekeo, lakini sana tunataka hii ya Sifuna. Okay. Hakuna haja ukuwe unafanya kazi yote una promote chama na mwizi fulani mtu anakuja ananyakua ndio akuuzie baadaye, haiwezi kwenda namna hiyo. Okay. Wanaweza pia wakaongea na ule ameandikisha. Sana huwa ni serikali imeandikisha kitumia watu fulani, kitumia proxy. Kitumia watu fulani. Ni watu tu unaweza wafikia, kama vile Raila alifikia, alikuwa na Imanyara, wakili Imanyara. Gitobu Imanyara. Si Gitobu, kulikuwa mwingine Imanyara. Mwingine sio Gitobu. Okay. Akamfikia ule Imanyara, na wakaelewana. Okay. Na hiyo DM original ile ndio sasa. Hiyo ni wakati imeanza amekimbia. Hiyo ilikuwa imeibiwa hiyo. Mimi niliandikisha halali. Okay. Mheshimiwa Manzo, how united is the United Opposition? Anakuuliza hivi kwa sababu kumekuwepo of course cheche in the mountain wakati fulani kati ya Rigathi Gachagua na viongozi wa vyama kadha katika eneo hilo. Na sasa hivi kuna chama cha Jubilee. Bila shaka hata chama cha Jubilee na sasa hivi tunapozungumza kuna chama ambacho kimezinduliwa upya. Kuna party leader mpya ambaye amezinduliwa kwa chama ambacho kimekuwepo of course Mheshimiwa Ndindi Nyoro, na ni chama ambacho wana DCP baadhi nilikuwa nawasikiliza baadhi yao wakizungumza, they didn't have very kind words kwa kurejelea chama kile. How united is the United Opposition? Mimi nisema ya kwamba unajua kila kiongozi wa chama tumekubaliana akaweke msingi bora kwa mahali chama kinatoka. Unajua kila chama kiko na ni kama airlines. Kila airline kuna ile inji imetoka. Kuna Kenya Airways, kuna Ethiopian Airlines. Kwa hivyo kizunguka dunia kwanza kama ni Ethiopian inapita Ethiopia, kama ni Kenya inakutana na Nairobi kwanza. Kwa hivyo tumesema kila chama iandikishe wanachama, ifanye bidii. Manake sisi sote tunasema Ruto ni one term, Ruto must go. Mtu yoyote ambaye anaamini Ruto
anafaa kwenda, basi hapo tunakubaliana si sote, na wale wako kwa jambo hiyo ya upinzani ni wengi. Kwa hivyo vile naona Mlima Kenya ni kwamba hiyo tu ni ile inaitwa sibling rivalry, ni ile tu competition ya kinyumbani. Na kuna yule yako na nguvu, yule ataweka bidii zaidi, na unaona Mheshimiwa Rigathi Gachagua atoki hapo, na kila wakati yako na jambo ambayo inaendelea, na chama chake kiko na aspirant wengi. Unapata kama ni MP iko na aspirant 7. Kwa hivyo wanajenga chama, na chama inafaa ijengwe iwe na nguvu. Sisi wao wameanza juzi, sisi tumekuwa kwa chama miaka 20 na mambo mengi ambao wanafanya sasa sisi tushafanya na tunaendelea kufanya, na hata kwetu kuna vyama ndogo ndogo. Kuna mtu alianza chama cha maendeleo chap chap. Sasa vijana wengine wameuza kwa UDA, imemezwa namna hiyo tu. Utaenda ukifika mahali kama chama hujajenga itakufa tu, itapotea mahali. Kwa hivyo wale vijana wale wako na vyama vingine pale, ni competition tu. Wananchi watachagua yule rais watataka, wananchi watachagua yule mbunge watataka. Nimependa sana vile umesema Mheshimiwa Rigathi Gachagua anajituma kule nyumbani kutengeneza, kuweka mikakati na kadhalika. Kuna baadhi ambao wanakosoa sana Mheshimiwa your party leader Kalonzo Musyoka kwamba hajitumi vya kutosha kiasi cha kuweza kumerit kuweza kupatiwa ile tiketi ya kupeperusha bendera kwa niaba ya United Opposition. Unaweza kuambia vipi watu ambao wanadhana kama hiyo? Manake wakati tulikubaliana kila mtu aende akaweke nguvu. Umeona Matiang'i, ukamwona Kuria. Sisi unajua tumegawana sehemu. Sisi tuko na Eastern, tuko na Coastal region. Wajua sisi pale tuko na wabunge Taita Taveta. Katika wabunge waine juu ya tulipata 3 kwa chama cha Wiper. Mmoja amenunuliwa ameenda UDA. Tutapambana naye baadaye. Na katika na pale Coastal unaona tuko na candidate wa governor Jicho Pepu Mombasa. Uliona Kalonzo Kilifi. Ulimuona ukumuona? Alikuwa Kilifi. Sasa nyinyi mnataka kuonea Mheshimiwa Kalonzo. Hakuna wakati ya haendelezi vya mambo yake. Ni vile sasa tuwezi shinda Makueni. Mambo ya Makueni tulianza kufanya 2007. Tuwezi shinda Kitui. Tuwezi shinda, tuko strong Eastern. Na sasa tuko na mpango. Ulimuona Embu na akatembea, lakini wakaeka kidogo kwa television. Alikuwa na mikutano mikubwa sana. Lakini kwa television mlimuonyesha Mombasa Kenya ni kubwa. Kuonyesha ile kuna Western, kuna Nyanza, kuna Northeastern, kuna so ikiwa ni amekuwa Western. Si juzi walikuwa Western na kina Rigathi. Haya vijana wetu walinda mwananchi si wako Western. Walinda mwananchi pia ni vijana wetu. Linda mwananchi ni vijana wetu. Vijana watu wamelelewa na Kalonzo. Sifuna amelelewa na Kalonzo na Raila. Kwa hivyo Kalonzo kwa hivyo tukiona Sifuna tujue bado ni Kalonzo kimpango, si? Sasa unaona kama ni Rigathi anatengeneza Central. Na lazima azunguke Central, manake sasa Ndindi Nyoro yuko, Jubilee yuko, anapangisha chama kwanza. Ndio na umemuona Rigathi Gachagua Central, umemuona Umasaini. Sisi juzi tulikuwa Umasaini. Alright. Fair enough senator. Is okay senator. Hakuna wakati hakuna mpango, hata hii wiki kuna mpango. Sawa senator. Sasa tumalize na hili hapa. Juzi kumetoka utafiti kwamba Kalonzo Sifuna ticket is the most favorable ticket in United Opposition to first William Ruto. Wewe maoni yako ni gani as a member of the United Opposition? Mimi nasema tiketi kama hiyo itakuwa na nguvu sana, manake Sifuna amebeba vijana. Sifuna ameondoka na theluthi 3 ya ODM kulingana na ule uchaguzi ulifanywa pale. Alimeondoka na ODM, hako na vijana, anajenga chama yake, amelelewa na Mheshimiwa Kalonzo, wako na chemistry, wanaelewana. Na bado Sifuna ukubali, mimi nalelewa bado kuna mambo mengi. Kwa hivyo ukiona Kalonzo pale, uone Orengo, uone Babu Owino, uone Rigathi, hiyo timu ni ya one term na niko na nguvu sana na iko na kila ambacho mheshimiwa hajataka tu kuambia ni kwamba hiyo ticket Kalonzo awe candidate alafu Sifuna running mate ama vice ama any of the two. Hatujaamua bado mwisho, lakini wananchi wengi wamesema hivyo. Wananchi wengi wanasema ni Sifuna alafu Kalonzo awe deputy, na hata juzi mheshimiwa Kalonzo amesema kwamba he has no problem deputizing Sifuna. Kalonzo has no problem working with anybody, bora pale watakaa pale waelewane. Unajua wakielewana
ikionekana ni Sifuna inamaanisha hata Rigathi Gachagua amesupport. Okay. Na kama itakuwa Sifuna atashinda, kama itakuwa Kalonzo atashinda, Okay. kama itakuwa Rigathi atashinda, kama itakuwa Matiang'i atashinda. Okay. Lakini bado wananchi wanasema Kalonzo Sifuna. Shukrani sana Mheshimiwa Senator Dan Manzo kwa ujio wako ndani ya bunge la maisha this morning. We really appreciate. Asante na nimeshukuru sana kujumuika na nyinyi. All right.